Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunaziangalia ahadi za Mungu zilizoandikwa kwa ajili yetu katika Biblia. Na tuko katika kitabu cha nabii Yeremia. Nikushukuru sana kwa kuwa pamoja nami. Nami ni furaha yangu kuona uko pamoja nami. Niwashukuruni sana wote ambao mnaendelea kusubscribe, kulike, comment kwenye akaunti yangu. Mungu awabariki sana. Na wewe ambaye bado baraka zipo kwa ajili yako, tafadhali usiache kufanya hivyo. Yeremia sura ya 33. Tena neno la Bwana likamjia Yeremia mara ya pili, hapo alipokuwa kali amefungwa katika uwanda wa walinzi, kusema, Bwana alitendaye jambo hili, Bwana aliumbaye ili alithibitishe, Bwana ndilo jina lake, asema hivi: niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Amen. Mpendwa mtazamaji wangu, furaha yangu kukuona pamoja nami katika kujifunza neno la Bwana. Hapa tunakutana na ahadi nyingine pia ambayo Bwana ametuahidi. Nayo ni hii, imeandikwa katika mstari wa 3, anasema niite nami nitakuitika. Niite nami nitakuitika. Ukimuita Mungu, Mungu huwa ana tabia ya kuitika. Kama ilivyo ukimuita mtu akakuitikia, hiyo ndiyo furaha yako. Lakini ukimuita mtu halafu hakuitikii na anakusikia, hiyo inaletaga huzuni na wasiwasi kwamba huyu mtu vipi. Lakini hapa Bwana anasema niite nami nitakuitikia. Kwa hiyo Mungu wetu anaitikaga tukimuita. Anasema nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Mambo makubwa magumu. Mungu ukimuita anakuitika. Halafu sio tu kuitika, lakini anakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Kukuonyesha hapa maana yake anaweza kukupa pia mambo ambayo ulikuwa unayahitaji makubwa. Anaweza kukupa mambo makubwa. Mambo makubwa hapa maana yake mengi, tena ya kushangaza. Kama ni utajiri, anaweza kukupa utajiri mwingi sana wa kushangaza. Mambo makubwa magumu usiyoyajua. Mungu ana tabia ya kuonyesha. Anaweza kukuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Hapa magumu maana yake yako mambo mengine magumu kuyaona, magumu kuyafanya, magumu. Mungu anaweza kukuonyesha hata hayo. Anasema nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Usiyoyajua hapa maana yake yako mambo unayajua na yako mengine huyajui. Viko vitu unavijua na vitu vingine hauvijui. Hata mimi najua baadhi ya vitu, najua baadhi ya mambo, mengine siyajui. Najua baadhi ya vitu, vilivyo vingi sivijui. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ana vitu tele, ana vitu vingi. Viko vingine angani, vingine viko milimani, vingine viko maporini, vingine viko kwenye maji kule baharini. Viko viumbe vingi tunavyovijua na tusivyovijua. Sasa hapa anasema anaweza kuonyesha mambo usiyoyajua, magumu lakini pia usiyoyajua. Huyu ndiye Mungu. Anasema hapa Bwana ndilo jina lake. Huyu ndiye anayeweza kufanya mambo makubwa magumu usiyoyaona halafu usiyoyajua. Je, umeshayajua yote? Mimi sijayajua yote. Je, nani atanisaidia kuyajua hayo ambayo siyajui? Bwana ndilo jina lake. Anasema Bwana ndilo jina lake. Yeye ndiye aumbaye. Anasema yeye ndiye aliumbaye ili alithibitishe jambo lolote. Mstari wa 2 anasema Bwana alitendaye jambo hili, Bwana aliumbaye ili alithibitishe, Bwana ndilo jina lake, asema hivi. Kwa hiyo yeye kazi yake ni kuyaumba. Alishaumba ulimwengu na vilivyomo. Kwa hiyo
Kuna vitu tunavijua alivyoviumba na kuna ambavyo hatuvijui. Kuna mambo ambayo mimi na wewe tunatakiwa kuyajua, kuyaona, lakini kabla hapa tunatakiwa tufanye kazi moja ya kumuita. Ukimuita Mungu, Mungu atakuonyesha. Ukimuita Mungu, atakuonyesha mambo makubwa, magumu usiyoyajua. Hii ni ajabu sana. Hii ni ajabu sana. Hebu onja utamu wa kumuita Bwana. Kama hujawahi kumuita, hebu muite. Akuonyeshe mambo makubwa, magumu usiyoyajua. Mungu akubariki. Tukutane tena wakati ujao. Mimi ni tumaini langu uyaone mambo ambayo Mungu anataka kuonyesha. Kila mtu kwa kipande chake, kila mtu kwa wakati wake, kila mtu kwa nafasi yake, kila mtu kwa jambo lake. Maana hatuwezi wote kuonyeshwa mambo yale yale. Maana yako mengi. Mwingine ataonyeshwa ng'ombe, mwingine ataonyeshwa punda, mwingine ataonyeshwa chui, mwingine ataonyeshwa tembo, mwingine ataonyeshwa kitu fulani ambacho hajawahi kukiona. Kwa hiyo Mungu ana tabia hiyo. Mungu anaweza kukupa fedha, anaweza kukupa mali kwa namna kila mtu alivyo. Kitu muhimu, muite. Muite, yuko tayari kukuitikia na kukuonyesha. Mungu akubariki sana sana sana. Asante kwa kufuatana nami. Tukutane wakati unaokuja. Kwa jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, barikiwe sana. Amen.